sana. Namshukuru Mungu kwa sababu ya alfajiri ya leo, kwa neema yake ametupa kuwepo. Namshukuru Mungu kwa sababu yako pia mtazamaji ambaye nimekupa neema ya kwamba alfajiri ya leo tunaungana. Namshukuru Mungu kwa sababu ni kipindi chetu cha kwanza cha wamtafuta Mungu au kizazi cha wamtafuta Mungu, na namshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake. Morning glory ni masaa ambayo ya kujiandaa siku. Namshukuru Mungu sana kwa wale ambao wanapenda kuisemesha siku yao, ni masaa mazuri. Namshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake, bila ambavyo amekuwa pamoja na sisi kwa kweli. Namshukuru Mungu sana. Basi kipindi hiki ama ibada hii itakuwa inaitwa kizazi cha wamtafutao Mungu, a generation that says the Lord. Kwa nini? Ni kwa sababu Yesu anatamani au anataka kukiinua kizazi ambacho kinamtafuta Mungu. Anataka kuinua kizazi kipi ambacho ni kizazi cha wamtafutao, kizazi ambacho kina kiu na yeye, kizazi ambacho mioyo yao imejawa na shauku ya kumtaka Kristo. Ile shauku yao ni Kristo, kiu yao ni Kristo, kiu yao ni Kristo. Ile hitaji ya mioyo yao ni kukaa ndani ya uwepo wa Mungu. Mungu anatamani kukiinua kizazi cha namna hiyo, na kwa sababu hiyo ametutuma, ametuagiza tufanye hizi ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana mshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake njema na nzuri. Mkono mwema wa Bwana uko pamoja na sisi, na tuko pamoja na sisi zaidi sana. Kwa hiyo tutaanza masaa haya, tutakuwa tuko kwenye masaa haya kila siku kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi kila alfajiri, ila Jumapili tutaanza ratiba nyingine kwa kipindi fulani kinachofuata kwa mbele siku za Jumapili. Mungu akubariki sana na nikukaribisha sana tunapoanza ibada yetu hii. Ujumbe ambao tumepewa na Roho Mtakatifu ni ujumbe unaosema nia ya Kristo. Ndio ujumbe ambao utakuwa ni ujumbe wa jumla, lakini tutaanza na utangulizi, na tutakuwa kwenye utangulizi ambao kidogo huenda ukawa mrefu, ili tuweze kufika kwenye kile kiini vizuri, tufike kwa pamoja katika kuelewana, katika kuelewa kile ambacho Mungu anataka. Kwa hiyo tutaanzia mbali kidogo, kwa maana ule utangulizi ambao Mtakatifu ametupatia ni utangulizi mrefu kidogo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. So ni utangulizi ambao ni mrefu kidogo, kwa sababu hiyo tutaenda nao kama ambavyo Roho Mtakatifu ametupatia. Hatutafanya kile ambacho kibinadamu tungetaka pengine, lakini tunafanya kile ambacho Roho Mtakatifu Mungu anataka tukifanye, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tuanzie kitabu cha Zaburi kama ambavyo tumepewa. Kitabu cha Zaburi, sura ya 24, tutaanzia mstari wa 3 tukiendelea hapo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nimesema ni Zaburi 24, Psalms 24 verses 3 to 6. Ni Zaburi 24 mstari wa 3 kuendelea pale mpaka mstari wa 6, ndipo tunapoanzia huku tukiendelea. Nimesema Yesu anataka kukiinua kizazi ambacho kinamtafuta, kizazi ambacho shauku ya mioyo yao si fedha na dhahabu tu, shauku ya mioyo yao si mavazi mazuri, shauku ya mioyo yao si kitu kingine, si majumba mazuri, si magari. Shauku ya mioyo yao ni Kristo, hitaji la mioyo yao ni Kristo. Anataka kuinua kizazi cha namna hiyo. Ama tusome kama ifuatavyo, na kabla tujasoma ninamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neema yako na fadhili zako. Asante kwa sababu ya alfajiri hii ambayo imekupendeza na umetupatia kwa neema yako, Bwana. Nasi tunalitukuza jina lako takatifu katika asubuhi ya leo. Mungu mtakatifu, ninasema asante sana kwa sababu imekupendeza Bwana wangu na Baba yangu kwamba utupe neema hii. Mfalme, tunasema asante sana kwa sababu ya pendo lako ambalo ni kubwa mno, katika jina la Yesu. Na katika hilo pendo, Mfalme, tunakushangilia, tunakuinua Bwana, ile pendo kuu ambalo ndani ya pendo kuu Bwana tumepata humo neema, na ndani ya hiyo neema tumepata humo rehema, na ndani ya hiyo rehema Bwana tumepata msamaha wa dhambi, na katika msamaha wa dhambi tumepata kuitwa watoto wako, na katika kuitwa watoto wako Bwana Baba tumekuwa warithi, si tu warithi lakini warithiwa pamoja na Kristo. Bwana wangu, ninakushukuru kwa sababu ya muda huu. Ninaomba neema yako Mfalme ikaendelee kutufunika mahali hapa. Asante kwa utukufu wako ambao umejaa mahali hapa. Thank you for your power. Asante Bwana kwa uwezo na nguvu zako ambazo zinadhihirika mahali hapa, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi mwamba na nguvu zetu Bwana. Tunaomba haya Mungu mtakatifu tukiamini kwamba uko pamoja nasi, tukazidi kutukuzwa zaidi katika
jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Asante Bwana Yesu. Amen. Basi tusome katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Hapa kuna swali linaulizwa hapa kwa Roho Mtakatifu na mtumishi wa Mungu Daudi anauliza, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Kwa nini linakuwepo hili swali? Kwa Mungu anatamani kuona watu ambao wanaishi ndani ya uwepo wake. Anataka kuona kizazi ambacho kinaishi ndani ya uwepo wa Mungu, ambacho kinaishi maisha yao ni bubujiko la Roho Mtakatifu. Mungu anataka kuona kizazi cha namna hiyo. Na anaposema kizazi, hana maana tu ya kwamba pengine hana maana tu ya kwamba ni watoto wanaozaliwa. Anamaanisha watu wote ambao mioyo yao itamuishia yeye. Anamaanisha watu wote ambao mioyo yao itaishi kwa ajili yake, itakuwa ina shauku juu yake. Hicho ambacho anakimaanisha. Nasema tena, kama anaposema habari ya kizazi cha wamchao, kizazi cha wamtafuta Mungu, ana maana kama watoto watakaozaliwa tu, no, anamaanisha watu wote ambao mioyo yao itajawa na hiyo shauku. Haijalishi wewe mzee wa miaka 90 au mzee wa miaka 80 au wewe kijana mdogo wa miaka 17 au vinginevyo, no, hajali kusio. Anachojali ni ile mioyo ambayo itachibuka, itakaoinuka, ambayo shauku yake ni Kristo. Sasa anasema, ni nani atakayepanda katika mlima? Au nani atakayekaa kwenye hiyo? Nani atakayekaa kwenye utukufu? Jesus is the people who like to dwell under his presence. Yes, he wants people who like to dwell under his presence every time and always. Anataka sana kuona kizazi ambacho kinapenda kukabuli. Sasa ni nani mtu wa namna hiyo? Anataka kupata hiyo nafasi, anataka kupata hicho kibali. Nani huyo? Anasema hivi, nani atakayekaa katika uwepo wa Mungu? Nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Biblia inasema, ni nani atakayesimama mbele yake? Ile sura 3. Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Nani atakayesimama? Anatamani kuona, haleluya, kizazi cha utumishi ambacho kimejaa neema, ambacho shauku yao si fedha, si sadaka. Shauku yao ni Kristo, shauku yao ni utukufu wa Mungu. Hata kukiona hicho kizazi. Kwa sababu hiyo, nani atakayepanda au atakayesimama katika patakatifu pake? Nani asimame katika patakatifu pake? Nani atakayesimama huko? Nani asimame huko katika patakatifu pake? Anauliza, kwa nini? Basi anasema tena, anataka kukiona kizazi cha wamtafutao. Nisikie nikwambie kitu, mwanadamu na ndugu yangu ananisikia. Waombaji wamekuwa wengi duniani. Ni kweli kabisa. Waombaji wamekuwa wengi duniani. Hata siku moja Mtakatifu ananiambia ni kweli, waombaji ni wengi au wanaongezeka kila siku, lakini wanaonitafuta ni wachache, wanazidi kupungua. Walio wengi wao kwenye mambo ya maombezi, si kwa sababu ya kumtaka Kristo, no, ni kwa sababu ya kutaka hitaji zao wenyewe, ni kwa sababu ya kutaka mambo ya dunia, ni kwa sababu si kutafuta vitu vya kimbingu, no, wanatafuta vitu vya dunia. Katika mambo yao mengi ni kwa sababu kuna uhitaji fulani, ni kusema kama imetokea shughuli na uhitaji, huenda usingeomba. Asilimia kubwa tunaenda kutafuta kuona jambo hili katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunataka mjue mama Kristo Yesu anataka kuona kizazi cha namna hiyo. Narudia tena, kizazi ambacho wakilala wanaota ndoto za kimbingu, wakilala wanaota ndoto za kimbingu, wakitembea hawasikii muziki ya dunia, wanatembea wanasikia sauti ya Mungu ndani yao. Kizazi ambacho wakitembea hawatafakari kuhusu ilikuwaje kule kwa washikaji, wanatafakari kuhusu uwepo wa Mungu, wanatafakari kuhusu Roho Mtakatifu, wanatafakari kuhusu mbingu na mambo yake huko. Haleluya. Hicho ni kizazi ambacho Yesu mwenyewe anakionyesha huko, anakionyesha huko, anatamani kama mtumishi wa Mungu Petro Paulo anasema kwa Roho Mtakatifu, anasema kwenye Wagalatia, vitoto vyangu ambavyo kwamba ninawaonyesha huko hata Kristo au nike ndani yenu, nami ninawaonyesha huko kubwa sana. Natamani kuona watu wa namna hiyo, kwa sababu ni ndani ya Kristo. Haleluya sana, haleluya sana. Mimi ya Kristo kizazi cha namna hiyo, kwa sababu hiyo mimi natamani ni shauku ya wangu kuona vijana wao mioyo yao imejaa shauku ya Kristo, imejaa kumtaka yeye. Kama unaulizwa nini unataka sahihi, bali nasema nataka Kristo, sio nataka renji, sio nataka vile. Nisikilize, vitu hivyo vitakuja. Mpendo, tunapoendelea tafadhali tufuatane kwa pamoja katika jina la Yesu. Haleluya na Mungu, haleluya. Iko neno ya Mungu ya ajabu sana, ambayo katika hiyo kuna uzazi, kuna uzao
Wewe na Mungu roho ambao utazaa mioyo mingi ya watu katika jina la nguvu la Yesu Kristo. Haleluya, sana sana sana. Atukuzwe Kristo Yesu aliye kwa ajili yetu katika jina la Yesu. Haleluya. Inaanza kusema katika patakatifu baba. Sasa nasema hivi. Ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Huyo mtu ambaye anatakiwa ambaye ataishi katika hiyo kitu ambayo ninazungumza. Huyo mtu ni mtu huyu ambaye anasema ana mikono safi kabisa. Mikono safi maana yake hajihusishi na uovu, hajihusishi na dhambi, amejitenga na dhambi, amejitenga na udhalimu, amejitenga na uovu, amejitenga na uharibifu wa dunia hii, amejitenga. Huyo mtu ndiye anayetafuta, ndiye ambaye anaweza au sifa yake ya kwanza ya mtu ambaye anakaa au anatakiwa au anahitajika au ambaye atapata nafasi ya kuwaponi Mungu. Huyo anasema ya kwanza kabisa mtu aliye na mikono safi, maana maisha yake ya dunia hii, kutembea, kukaa, kusimama na kuenenda, mienendo yake yote haishi dhambi. Huyo mtu atakaa pale anapoamu katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Sasa ni Mungu kati anasema mtu mwenye mikono safi, mikono yake ndani yake haina udhalimu, haina mapato ya aibu, haina uharibifu ndani yake, haina damu za watu, haijaua watu, haina damu za watu, haina majasho ya watu ya mikono. Hii mikono safi, maisha yake ya kawaida, haina dhuluma, haina uharibifu wa yoyote, si maisha yanayoshiriki rushwa, si maisha yanayoshiriki uzinzi, si maisha yanayoshiriki ushoga wala usagaji. No, mtu wa namna hiyo ndiye ambaye ana sifa yake ya kwanza. Mtu anaenda kukaa ndani ya Mungu, anatembea na Mungu, lazima awe na namna hiyo. Asiwe mtu ambaye maisha yake hayasiwe yanahusisha na uharibifu, yanahusisha na dhambi. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Huyo ndiye mtu ambaye anatakiwa, ndiye atakayepanda katika patakatifu pake. Haleluya. Hicho ni kizazi ambacho Yesu anataka kukiinua. Namba 2, Samueli B anasema na moyo mweupe. Moyo mweupe maana yake ndani yake huu moyo haubebi dhambi, haubebi chuki, huu moyo haubebi uharibifu wa aina yoyote. Huu moyo ni moyo ambao uko tayari kwa ajili ya Kristo. Huu moyo ni moyo ambao uko tayari kwa ajili ya Kristo. Ni moyo ambao ni mtakatifu, moyo usiobeba dhambi, moyo usio na mimba ya dhambi. Maana kuna mioyo yenye mimba za dhambi. Mioyo yenye mimba ya dhambi haijafanyika dhambi kabla haijafanyika. Inaanza kwanza mimba. Inatoka kwanza mimba ya dhambi. So ile mimba ya dhambi inapotungwa, inaendelea, inakuwa na kuendelea, inapokuwa, inasema ikikomaa yote. Na ile mimba inapokomaa inazaliwa. Na inapozaliwa hiyo mimba, tayari inakuwa hiyo maana yake inazaa hiyo dhambi. Hiyo dhambi ikizaliwa inakuwa na matokeo ya dhambi ni mauti. Haijalishi dhambi gani. Tokeo la dhambi ni mauti. Kwa mara nyingi sana nimekajua kama mioyo inaanzisha dhambi na kuja wazo kabla hujafanya tendo. Moyo mweupe maana yake haubebi dhambi, hauna udhalimu ndani yake, hauna mbegu, hauna mimba ya dhambi. Anasema mtu namna hii hawazi ubaya jirani yake, hawazi uharibifu, anawaza Kristo, anawaza Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atukuzwe mno. Bwana Yesu asifiwe. So mimi mkaelewa kwamba Biblia inaeleza vizuri kabisa watu wa namna hiyo ndio watu wanaokaa ndani ya uwepo wa Mungu. Wale taratibu mpaka mtumishi wa Mungu kwa tayari wakati tunaendelea, wala usiwe na haraka. Katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai, Mungu nakubariki sana. Mungu nakubariki mno. Nafuatilia ibada hizi kupitia mitandao ya kijamii. Mungu nakubariki sana sana. Katika jina la Yesu. Na moyo mweupe. Mstari wa 4B anasema asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Mtu ambaye nafsi yake haichinui, haiko tayari kusapoti dhambi, haiko tayari kuibusu dhambi, haiko tayari kuisaidia dhambi. Nafsi yake haiko tayari kusaidia dhambi, hainuki kwa ajili ya uharibifu. Nafsi yake haiko tayari kusaidia dhambi, haiko tayari kuiwezesha dhambi. Hiyo nafsi yake haiko tayari
mstari wa 4 anasema wala hakuwapa kwa hila. Kwa maana ndio unaingia sasa, tunasoma Zaburi 24 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 6. So tuko mstari wa 4 anasema wala hakuwapa kwa hila, vinywa vyake havijihusishi na dhambi, midomo yake haitetei dhambi, haitoi ushahidi wa uongo. Mtu anayeyo hata kama ni wa Mungu, midomo yake haitoi ushahidi wa uongo. Midomo yake inasema kweli, midomo yake inanyosha mambo, midomo yake inanyosha mambo, inasema kweli kama ilivyo. Watu wanamna hiyo Yesu anawatafuta, nao wameandaliwa nafasi, wameandaliwa kitu mbinguni na sio vinginevyo. Wameandaliwa kitu, wameandaliwa nafasi ya mtu. Yesu anaiona nafasi ya namna hiyo, imeandaliwa taji kwa ajili ya watu wao katika jina la Yesu. Kwa nini Yesu anataka kuinua kizazi cha namna hii? Anataka kuinua kizazi cha namna hii sawa. Ni kwa sababu mpenda mtumishi wa Bwana ufahamu, mpenda mtu wa Mungu ufahamu, na kama ni karibu kanisa linatwaliwa, bado kidogo, bado kitambo kidogo, kiama kinakuja. Na kwa sababu kiama kinakuja, Yesu anataka kuinua watu ambao wako tayari, watakuwa tayari kwa jina lake atakaporudi. Bado kitambo kidogo, Yesu anarudi. Bado kitambo kidogo, muda mchache, Yesu anarudi. Muda mchache. Anasema anatafuta watu wa namna hii, maana Yesu alikuja kumtafutia Mungu watu wa kumwabudu. Katika Roho. Anasema kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 20 sura ya 4 mstari wa 20 ukianzia mstari wa 20 kuendelea pale, anasema mstari wa 24 anasema saa ipo na sasa ipo, anasema saa yaje na sasa ipo. Anasema waabudu watamwabudu katika roho na kweli, hawataabudu tu katika mlima, si katika madhehebu, no, watamwabudu katika roho na kweli. Hao ndio watu wanaowatafuta. Mstari wa 5 anasema hivi, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiyo tu iache. Twende mstari wa 6. Yesu anataka kuinua kizazi cha wamtafutao. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao. Haleluya. Wakutafutao uso wako, Mungu wako. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao. Hicho ndicho hicho ambacho tunakisoma sifa zake kweli. Hicho ni kizazi cha wamtafutao. Kizazi ambacho tunatafuta. Anasema na hicho kizazi, huyo mstari wa 5 anasema naye atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Haleluya. Atapokea kabasha. Atapokea baraka. Atapokea baraka. Tunaenda mpendo taratibu. Mimi najua kuna watu ambao maisha yao yanaenda kubadilika. Yes, that is going to change each and everything in your life, in the name of Jesus. Sasa hiki ndicho kizazi cha wamtafutao. Kile ambacho shauku yake ni Kristo nirudie tena. Wenye kutafuta kwao, wenye kuomba kwao, hata kama wamekuwa na maombi ya kufunga, hata wamekuwa na kufunga na kuomba, hata kama ni siku 20 na ngapi, hata kama ni siku 30 na 40 na ngapi, hata kama ni siku 100 na ngapi, shauku yao si kuomba viatu, shauku yao ni kumpata Kristo katika jina la Yesu. Hao anawatafuta sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa natamani tutapata nafasi kwenda mbele za Bwana kuomba katika siku ya leo. Lakini tunapokwenda kwenye kuomba, kabla tujasoma mstari michache hapa, mstari mwingine kwenye kitabu cha Zaburi 105 mstari wa 3 na 4, kabla tujasoma, huyu tangulizi usahau ujumbe mkuu ni nia ya Kristo. Sasa kabla tujasoma ile mstari, nikuambia jambo hili. Tutaanza na maombi ya toba kwanza. Kwa nini maombi ya toba? Maombi ya toba kutaka rehema kwa Bwana ni kwa nini? Ni kwa sababu mwanadamu kwa asili akuumbwa akae nje ya uwepo wa Mungu. Yes. Mungu akuumba mwanadamu akae nje ya uwepo wake. Akae mbali. Mwanadamu ameumbwa originally akae ndani ya uwepo wa Mungu. So ile kukaa nje ya uwepo wa Mungu na kuona ni sawa tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Let me tell you, my brother and my sister, that this is for the change of mindset and spiritual. Ni mabadiliko ya kimtazamo na kiroho. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe tule taratibu tule pamoja. Wewe tutaanza na maombi ya toba. Kwa nini tuanze na maombi ya toba? Ni kwa sababu narudia tena, mwanadamu
Haleluya. Twende kitabu cha Zaburi 105 Zaburi mstari wa 3 tutasoma mpaka wa 4 kabla tujaingia kwenye maombi asubuhi ya leo. Neno la Mungu linasema hivi. Mstari wa 3 anasema, jisifuni, kama unasikia vizuri, kama unaelewa vizuri. Jisifuni kwa jina lake takatifu, na ufurahi moyo wao wamtafutao. Akasema hivi, na kwamba jisifuni kwa jina lake takatifu. Jina lake takatifu ndilo mjisifie. Mjisifie jina lake takatifu. Haleluya. Jina lake takatifu ndilo mjisifie. Kizazi cha mtao hawajisifii magari. Haleluya. Haleluya. Hawajisifii mafarasi. Kutawani kutazakuli anasema hivi, hao wanataja magari, hao wanataja mafarasi. Lakini sisi tutalitaja jina la Bwana. Haleluya sana. So anasema hivi, anasema jisifuni kwa jina lake takatifu. Halafu anasema na ufurahi moyo wao, na ifurahi mioyo yao wamtafutao Bwana. Mioyo yao na ifurahi. Kwa nini nataka kusema na mpendwa? Sikia, saa ya furaha imekuja. Sina mashaka na Mungu aliyenituma. Sina mashaka na Baba aliyeniagiza mambo haya. Sina mashaka na yeye. Sina mashaka na yeye. Sina mashaka na yeye. Hata saa ya furaha imekuja. Haleluya. Saa ya furaha imekuja. Sina mashaka na Baba mwenye kuitia, mwenye kuita. Sina mashaka na Baba aliyeagiza jambo hili. Sina mashaka na yeye hata kidogo. I know. Yes. Haleluya. Saa ya furaha imekuja katika jina la Yesu. Ni saa ya wamtafutao Mungu. Saa ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Saa ya Bwana na watu wake. Saa ya nguvu za Mungu. Time for rising giants. Ni saa ya majeshi mashujaa Bwana kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Anataka kuinua mashujaa wa ajabu sana ambao they are going to conquer the world before the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to our glorious name. Glory to Jesus. Glory to our Father. Glory to our Savior. Glory to Jesus. Glory to our Redeemer. Hallelujah. Yes, He is ours. In the name of Jesus. Anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Anataka sana kama watu wamtafute. Haleluya. Anasema mtakeni Bwana. Mnapotaka kutaka manake ni shauku ya moyo. Ni ibada ya moyo, ni shauku. Ni kiu ya moyo. Kutaka. Maana kinachofanya uchukue hatua fulani ni kule kutaka. Ile shauku ndio inaamua uchukue hatua. Uchukue hatua. Bwana anasema mtakeni Bwana manake mioyo yenu ijawe na shauku. Ile shauku ndio inawafanya mchukue hatua. Anasema mtakeni Bwana, si tu Bwana anasema na nguvu zake. Na nguvu zake. Yuko tayari kutupatia. Na nguvu zake. Yuko tayari kutupatia. So ni kusema nini? Ile spiritual weakness. Hakuna. Spiritual weakness hakuna. Ule udhaifu wa roho hakuna. Udhaifu wa ujumla, udhaifu rohoni na udhaifu mwilini na kufanya kazi zako imetosha. Tembea uponi wa Bwana. Asubuhi leo unapoanza siku yako, siku ya tarehe 13 ya mwezi wa 11. Naikumbuka siku ya jana miaka kadhaa iliyopita. It was just a very special day. Kwa siku ya Jumapili hiyo, kwa siku ya jana sana. Alijua lazima tukushuhudia wakati mwingine. Hata na tuendelee Bwana tukaingia kwenye maombi sasa. Na tunapoenda kwenye maombi, kama mfahamu jambo hili kwamba Kristo Yesu ameachilia hiyo neema. Kwa hiyo naomba twende kwenye maombi sasa. Nasema tena, kwa nini tunaanza na maombi ya toba? Ni kwa sababu hii kwamba mwanadamu hakuumbwa akae nje ya uwepo wa Mungu. Na kama tumekaa nje ya uwepo wa Mungu na tumefeel comfortable, kumekuwa na comfortability ndani yetu wakati tuko out of the presence of the Lord God. Hiyo ni makosa. Sasa tunarudi mbele za Bwana kwa maombi ya toba, kwa maombi ya rehema, kumwomba Bwana aturehemu kabisa, atusamehe kabisa, atuoshe. Katika jina la Yesu tunaomba kwenda mbele za Mungu. Wewe usijali, msali tu kwa maombi kama unataka hivyo, basi tunasimamia mstari tuliosoma, lakini pia tunasimamia mstari wa Zakaria sura
yote katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mbele zako ewe Bwana wangu tumekuja hivi tulivyo. Tunaomba msamaha, tunaomba utakaso. Rika ya karosheke. Yesu ninakuomba ukatakase, Yesu ukatusafishe. Hawatazolea kabisa Bwana Bwana. Bila makosa Bwana. Bwana nje ya uwepo wako Mfalme. Bwana zimezaliwa dhambi mbalimbali. Bwana tunataka kabisa Bwana tusafishe. Bwana wanaume kwa wanawake. Tuko mbele zako Mfalme. Wako wengine wako mbali, wako maeneo ya mbali. Bwana wako mbali. Wengine wako karibu. Wengine sahi Bwana wako wanashiriki Bwana yote wa nyumbani. Roho Mtakatifu tunakuomba Bwana. Katika jina la Yesu tukakaze kabisa. Bwana tuishi nje ya uwepo. Na tukaona kawaida. Bwana ninakuomba Bwana. Tusafishe Bwana wa utukufu. Hawa katuondolee Bwana kila namna ya makosa na dhambi. Tutakase Bwana. Katika siku ya leo Bwana tunakuomba. Nakuomba sana Bwana. Yesu tutakase. Katika jina la Yesu takase Bwana. Wanaume kwa wanawake. Bwana wa Bwana nakuomba Bwana. Ukatakase. Mfalme wetu wa amani. Yesu tusafishe. Ama tuoshe kabisa. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu aliye hai. Bwana tunakuomba. Ukatakase Bwana wa Bwana. Yesu ukatusafishe. Bwana ukatuondolee kabisa kila makosa na dhambi yote. Ame Bwana nisimama mbele zako juu yetu. Kwa jina la nguvu la Yesu. Bwana tutakase tafadhali. Nakuomba Bwana ukatusafishe. Bwana ukatuondolee kabisa Bwana kila makosa na dhambi. Kwa jina la nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Baba yangu na Mungu wangu ninakuomba sana. Baba ukatusafishe Bwana. Yesu tuondolee kabisa Bwana kila makosa na kila dhambi Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai, Baba nakuomba tutakase, Baba tuondolee kabisa kila makosa na dhambi zote zile ambazo zimekuwa mbele zako juu yetu. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai, Bwana, Baba alfajiri leo tunakuomba utakase kabisa. Tunapoianza siku hii, Bwana ya tarehe, tunapoanza shughuli hizi Bwana, za siku ya leo tarehe 13, Bwana mwezi wa 11 mwezi wa 11 mwaka 25, tunakuomba Bwana ukatusafishe Jehova, tuoshe kabisa. Baba ukatuondolee kabisa Bwana kila makosa na dhambi zote. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tunaomba kibali, Mungu mtakatifu tunaomba kibali. Katika jina la Yesu Kristo Bwana, kwa unyenyekevu Mfalme tumekuja mbele zako Bwana wangu. Tunaomba utakaso Mfalme, tunaomba utakaso kwa damu yako. Yesu tunakuomba Bwana ukatusafishe. Baba tunatubu kabisa mbele zako. Bwana tuishi nje ya uwepo wako, na tukaona ni kawaida. Yesu tunakuomba tutakase. Yesu tunakuomba tusafishe. Baba tunashuka chini miguuni pako. Bwana tumekaa nje ya uwepo wako, na tukachukulia kawaida. Tukaona ni sawa. Tukaona inawezekana tu haina shida. Tukaona ni sawa kwa haina tatizo. Kwa sababu tunakula tunatuna tukaona ni sawa. Lakini Yesu tunakuomba tusamehe. Kumbe nia yako, kumbe shauku yako. Unataka kizazi kile cha kutafuta. Unataka kizazi kile cha tamani kukaa ndani ya uwepo wako. Unatamani kizazi ambacho wale kuomba kwao wanatafuta kukaa uweponi mwako. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tunakuomba tusafishe kabisa Mfalme. Tumerudi miguuni pako Bwana. Baba tunakuomba ukaturudie. Baba ukaturudie. Katika jina la Yesu omba mahali ulipo. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wewe omba tu. Kwa jina la nguvu la Yesu. Baba tunaomba utakaso kabisa. Yesu tusafishe. Yesu tuoshe. Baba tuondolee kabisa Bwana kila makosa. Na dhambi yote ile Bwana Baba imekuwa mbele zako Mfalme. Dhambi wewe unasimama mbele zako juu yetu. Ikitushtaki Bwana, Bwana hasa kukaa nje ya uwepo wako. Baba tunaomba utakaso. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba tunaomba utakase. Baba ukatuondolee kabisa Bwana kila namna ya makosa na dhambi zote. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu. Katika jina la Yesu nakusihi mno. Bwana kama ukatusafishe. Bwana ukatuondolee makosa na dhambi zote Bwana. Kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu tunaomba utakaso. Baba tunaomba neema yako. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina
Bwana. Baba, tunaomba kibali. Macho ni Baba katika siku ya leo Mfalme. Tunaomba kibali mbele zako Bwana wangu. Baba, tunaomba kukubalika mbele zako Mfalme. Tunaomba Bwana katukubali Bwana. Katika jina la Mungu la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu Bwana, tunaomba kibali. Tunaomba kutakasa kabisa. Baba, tunakuomba katukubali tena. Yesu, tunakuomba katukubali tena Bwana wa Bwana. Mungu mtakatifu katukubali tena Bwana. Baba, ukarejeshe tena neema yako juu yetu. Baba, tunakuomba ukaturudie. Chama hali ya wako Bwana. Jehova
Mtakatifu ukarejea tena juu yao katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu aliye hai, Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana Bwana mfalme, ukarejea tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu aliye hai, ukarejea tena, ukarejea tena mfalme wa amani. Jehova nakuomba Bwana ukadhihirike, ukaonekane katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu aliye hai, Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Baba ukadhihirike, Bwana ukadhihirishe Bwana mwenye pekee katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu aliye hai, Baba tunaomba neema yako katika watu wako katika jina la Yesu
unastahili Bwana Yesu. Asante kwa neema yako. Basi mahali tunaomba nitoe matangazo kidogo kabla uondoka. Naomba nitoe matangazo machache haya. Kuanzia leo tarehe 13 ya mwezi wa 11 mwaka huu wa 25 ndio Mungu ametupa neema ya kuanza rasmi ibada hizi, na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake. Naomba endelea kufuatilia kwa mambo ya ajabu sana ambayo Roho Mtakatifu ameachilia na anaendelea kuachilia na ataendelea kuachilia. Ni kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu. Mungu akubariki sana unapoondoka. Naomba Bwana akupe neema katika jina la Yesu. Namba ya mawasiliano utaipata hapo. Kumbuka, hii namba ni kwa ajili ya mawasiliano. Is not just for offering. Hii sio kwa ajili ya sadaka. Bwana, ni kwa ajili ya mawasiliano. Hakuna namba ambayo ni ya sadaka, lakini ni namba ya mawasiliano. Tutaiweka hapo na utaipata. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati nzuri, ukalindwe kwa jina la Yesu. Inawezekana uko unaelekea kwenye safari yako, lakini unaenda hospitalini na siku kuna mtu anaumwa. Kwa jina la Yesu Kristo kwa Mungu bali hapa, ambaye ameungana pamoja na sisi kwenye ibada kama uko mkoani, katika jina la Yesu Kristo kwa Mungu bali hapa, amba shika tusimia kwa mkono wako kulia, hata karibu mkono wako katika jina la Yesu. Baba, naomba neema yako leo juu ya mkono wa Mungu kwa jina la Yesu. Mama Bwana atakapoenda akaweka mkono juu ya baba lazima hospitali. Yesu naomba uzima ule wote duniani ukaingia ndani yake kwa jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Kwanza leo na kuendelea kwa jina la Yesu kwa Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Ukamwelewa kwenye kitanda cha ugonjwa in the name of Jesus. Amen. Amen. Mungu akubariki sana mpendwa. Nikutakia wakati mzuri. Uwe na kazi njema.